Okay, kitu ambacho nataka nikizungumze hapa ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo kwa sasa tunazungumza bado imekuwa ni kitendawili, lakini kuna kitu ambacho nimekiona leo na ninadhani sasa hiki kinaenda kuonyesha kwamba dabi ipo kwa Mkapa Dar es Salaam Juni 15 mchezo unapigwa. Unaweza ukaniuliza ni kwa sababu gani labda generator nazungumza kwa 100% kwamba dabi inaenda kupigwa kwa Mkapa Dar es Salaam. Kitendo ambacho kimejidhihirisha hivi tunavyozungumza kwa kule Afrika Kusini, nisikilize vizuri kwanza kwa sababu sije ukaanza kubisha ama kutoa maneno ambayo hayana msingi wakati mimi naenda kuzungumza hoja za msingi ambazo ninaweza kufafanua kwamba dabi inapigwa kwa Mkapa Dar es Salaam. Sikiliza. Kitendo cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kuwa na wachezaji wa klabu ya Yanga na jana kucheza na Bafana na hatimaye mchezo ule kuisha kwa bila kufungana, lakini taarifa zinazungumza kwamba wachezaji wa klabu ya Yanga wote ambao waliitwa na kwa hapo jana wamehusika kwenye mchezo dhidi ya Bafana, mchezo ambao umehitimishwa kwa suluhu bila kufungana. Hapo na wazungumzia kina Dickson Jobu, Baka ambao walionekana jana wakiwa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Sasa kitendo cha wao kutoka Afrika Kusini kurejea Tanzania, chanzo kinazungumza na kueleza kwamba dabi itachezwa, dabi itapigwa, kwa sababu kama dabi ingekuwa ichezwe maana yake ni wazi wasingetoka wale wachezaji kuja Tanzania kwa haraka zaidi, kwa sababu tukumbuke kuna mchezo mwingine unaoendelea kuchezwa kule. Sasa wachezaji wa Yanga wote wamepigiwa simu moja tu, rudini, lakini mmoja ameniambia kwamba tangu wameenda walipofika kule baadhi ya viongozi, maana hizi taarifa za chini kwa chini za kusadikika kwamba baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wapigia simu, rudini haraka iwezekanavyo kwa sababu tumekaa na kutafakari, tunaona lolote linaweza likatokea. Ndio msimamo wa klabu ya Yanga ni kutocheza dabi mpaka malalamiko yao yatakapotolewa ufumbuzi, kwa sababu wao ndicho wanachoamini kwamba wana haki katika hilo, lakini sisi tunahisi kwamba inawezekana dabi ikawepo. Hizi ni hisia jamani, kwamba inawezekana dabi ikawepo kwa Mkapa Dar es Salaam, kwa sababu kama ingekuwa haipo wale wachezaji wa Yanga wangebaki kule kule, lakini kitendo cha wao kutoka kule moja kwa moja kuja Tanzania kuungana na wachezaji wengine wa klabu ya Yanga kwenye camp, manake tayari wanaanza maandalizi ya dabi ya Kariakoo Juni 15. Kile kitendawili cha dabi ipo ama haipo inasadikika, inawezekana sasa tukaanza kusema dabi inaenda kuchezwa, kwa sababu kama wale kina Dickson Jobu, kina Baka wangebaki kule kule, maana yake ni kwamba kweli tungeanza kuona dabi haipo. Lakini leo angalia ni tarehe ngapi, na tarehe kama ya leo maana yake kuna siku chache zimesalia kwenda tarehe 15. Wachezaji wameitwa, wamekuja Tanzania kuingia kambini moja kwa moja kuungana na wale ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa. Hii inaashiria kwamba dabi ipo. Sasa twende katika hatua nyingine. Mnufaika mkuu kama dabi itachezwa ni nani? Na mnufaika mkuu kama mchezo huu utaamuliwa kwa kanuni zote ni nani? Tarehe 15 refa wakati anajiga, alafu mchezo uchezeshwe fair. Young Africans kama atapata sare ya aina yoyote, yeye atakuwa mnufaika mkuu wa mchezo huu kuliko wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu Simba watakuwa na njia moja tu ili kuweza kupata matokeo, lazima wahakikishe wanamfunga Yanga bao moja, yani ushindi wa aina yoyote, Simba waondoke na alama 3 muhimu. Basi hapo tutasema kwamba yes, kwa hili tunaoliona ni uhalisia ambao haupingiki hata kidogo kwamba Simba anaenda kwa bingwa. Lakini kwa sasa kwa sababu Yanga ana mzani ambao ukitazama vizuri unaona yeye hata sare kwake ni ubingwa, manake lazima kwa asilimia za ushindi utampa klabu ya Yanga ama utampa Mwananchi. Utasema Yanga anaweza kupata asilimia 60
alafu Simba akapata 40% za ushindi, kwa sababu tayari huyu anaweza akapata sare na akawa bingwa, ingawa kuna michezo mingine miwili itakuwa imesalia. Lakini Simba hana njia nyingine, hatuwezi kusema 50-50, kwa sababu ukisema 50-50 maana yake je, kama Yanga naye sare atajivunia na Simba sare atajivunia? La hasha, maana yake Yanga ndio sare itamfeva zaidi kuliko Simba. Kwa hiyo tumewaita hapa leo tuzungumze kuhusiana na hicho, kwamba taarifa za chini kwa chini, tetesi zinazungumza ama viashiria vinaeleza kwamba mchezo namba 184 kati ya Young Africans na Simba, mwenyeji akiwa Young Africans, inawezekana, inasadikika maandalizi yameanza chini kwa chini, na muda si mrefu mtaanza kuombwa radhi, mtaanza kutangaziwa tiketi, mauzo yake, lakini vile vile mtaanza kutangaziwa namna ambavyo matawi kuunganisha nguvu, kwa sababu nguvu ya wananchi ni nguvu ya watu ambao pia wako mitaani. Nguvu ya Yanga ni nguvu ya mashabiki wao ambao wapo kanda nzima, ama Dar es Salaam ama Tanzania yote. Kwa hiyo wanashinikizwa na matawi yao mbalimbali, mashabiki wao wakitoka katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nimesema tukizungumze, kwamba kwa sasa vipo viashiria vya dabi kuchezwa. Ni hivyo kwamba wachezaji wa timu ya taifa wa Yanga wameondoka wote, wamekuja kambini Dar es Salaam, na hiko ni kiashiria kikubwa. Lakini chanzo changu kingine, taarifa ambayo si rasmi, inaonekana vipo vikao ambavyo vimekaliwa siku kadhaa hizi, baadhi ya viongozi kama wanakinzana. Wapo wanaosema dabi ichezwe na wapo wanaosema dabi isichezwe. Sasa vipo viashiria vinavyoashiria kwamba dabi huenda ikachezwa. Wengi wapi, yani wale ambao wanasema dabi ichezwe kwa sababu wameanza kuona kuna faida zaidi kwao kuliko Simba, hawa wanasema kwa namna hiyo wataweza kunufaika. Na ukiangalia kama Yanga wataacha kucheza huu mchezo, watashindwa kunufaika na dabi ya Kariakoo. Simba wao watachukua ubingwa. Hebu fikiria, umeshatafuna ng'ombe mzima, umebakisha kamkia tu au kakucha tu. Japo kakucha kanaweza kukupalia usikameze, lakini ukweli ni kwamba kwa hili swala, kwa hili jambo, ni uhalisia kwamba Yanga sasa wanautaka mchezo. Katika hisia zangu, yani katika ninavyofikiria, Yanga wanaitaka idabi kuliko hata Simba wanavyofikiria. Na Simba kama wakijichanganya watapigwa bao nyingi, kwa sababu wao watakuwa wanaishi kwa mazoea kwamba dabi hakuna, tayari dabi imeshaahirishwa. Lakini kitakachotokea, manake kwa Mkapa Dar es Salaam kutakuwa maafa. Kwa hiyo watu wa Simba kama wananisikiliza, mimi nimechunguza tu taarifa zangu hizi ambazo si rasmi, inawezekana dabi ikachezwa. Kwa hiyo akili ya kuambiwa, changanya na yako. Ukichanganya na yako, huwezi kuja kutulaumu sisi. Sisi kazi yetu ni kuchimba taarifa. Uwepo wa Watanzania wengi ambao wanafuatilia mchezo huu, ndio maana sisi wachambuzi tunaingia kwa kina sana, ili kuweza kujua ukweli wa jambo hili ukoje, uhalisia wa jambo hili ukoje, na vipi Yanga ataweza kutocheza mchezo huo, kushikilia bomba mpaka dakika zote hizo, ama Simba atafurahia zaidi kwa Yanga kutohusika na mchezo huu, yeye achukue alama 3 kizembe kabisa. Asante sana wewe ambao unafuatilia. Kwa hiyo kwa ufupi, hii ndio taarifa ambayo tumekuletea, viashiria vya dabi inaanza kuonekana, inaweza ikachezwa Benjamin Mkapa.